kiti nikalia hapa nje. Wenyewe na saa 7 hii. Fanya ukitoatoa hizo vyombo kwa meza karibu anarudi. Tumetumia chai. Yenye tumetumia chai hiyo osha, hata na nia ya ugali hiyo osha. Asipate kile kitu kama hata mmoja asiwahi. Nasikia? Fanya hivyo. Osha vizuri. Singari uweke tu hapo. Tuone venye atauliza kila siku anakujanga hapa anauliza chakula. Kama ameweka hapa mtu wake wako hii ni hoteli. Hata hoteli usipoenda na pesa huwezi kula. Na ufunge jikoni. Mke wangu. Halo. Kushinda. Tuko poa tu. Vipi, mbona mmetulia hivi? Nimetulia, tunakungoja utuletee chakula cha kukula tena unaniuliza mbona nimetulia? Sini hapa ni kwangu. Kila siku wewe unakujanga hivi jamani. Sina yani nini mbaya na wewe? Unajua mimi kama mwanaume mke wangu nikitembea huko nje huwa najua nimeacha full support nyumbani. Mke wangu full support mimi niko na umeniwekea hapa duka ya full support. Nichukue sukari, nichukue unga, nikuandalia chakula sababu umeenda kwa maduka huko kutembea kurandaranda. Mami, niliona hata jana ile unga yako ikiwa imebaki. Nini mbaya? Babaka anauliza chakula, sinatoka tu kuambia sai. Babako akirudi ni hivyo tu, mikono ni kama sijui nini. Mkiapunda ama nini? Wewe una chochote hapa? Daddy. Vile nilikula tu mchele ya jana. Basi hadi saa hizi jana. Naangalia hata afya mtoto. Huwezi rudi kama mwanaume. Basi tupatie hata pound. Ana akili huyu. Sasa mimi niwapeje pesa wakati nasikia ukoko inanukia hapa ndani ya nyumba. Ukoko nini unasema jameni? Ugali, nasikia harufu ya ugali hapa ndani ya bomu. Basi sio mama Sharonda anapiga ugali. Haiwezi toka kwa jirani huko mpaka huku bwana. Mimi nataka kula. Unataka kula nini? Nani akupee basi? Hii boma ni yangu ama ni ya the whole week? Yaani nimekusoesha maisha ambayo hata sijui nakulea ni kama mtoto wangu hata sielewi. Unaporudi uchukue majukumu ya mwanaume wewe. Uchukue majukumu ya mwanaume. Siku zingine huwa anakuja na kitu mke wangu. Siku gani? Ni siku gani? Yaani siku moja na kila siku nataka kukula ama hiyo siku tuitenge tu utakuwa unakuja nayo alafu ukikuja na unakula hiyo siku peke yake, si ndio? Shalwaenda osha vyombo. Ndio tuongee mengi, wewe niletee kile kiko mimi nikule. Mimi sina nikwambie nitoe wapi? Nichikate mwenyewe nikupe. Daddy. Sasa mimi nadhani hata umekuja na sukari nipige chai nikunywe. Sasa unaendelea. Hii ni mjadala. Mmenisimamia hapa na enda jikoni baba. Enda mimi ni mjinga. Sijui harufu ya ugali. Basi nenda jikoni. Kuna jikoni huko. Siwezi ingia huko. Boma hili ni lako. Enda ukatembee. Ukiona kuna koko yenye unasema ugali sijui nini kama iko. Wewe ni mwanaume ambapo unataka uchukumike. Tafadhali. Tuheshimiane tu. Kwa hivyo tuseme vitu zitakuwa zinapikwa hapa kwa boma na mimi sizioni hata. Na ni boma yangu. Sasa mimi niko wa kazi gani? Jambo. Karibu sana. Mbona kelele kila wakati bwana? Karibu kaa. Si huyu naye anarudi pia akitembea. Mwanaume ndio kichwa cha nyumba. Hivyo ni hivyo tu venye unajua. Ukikuja kusikia mtu amepika kitu kwako. Alafu umenyimwa, si hayo ni madharau? Hebu nieleze kumetokea nini? Tangu nioleke kwa ndugu yako nimefika ukingoni, nimechoshwa na maneno yake. Wacha nikwambie, hata saa inaweza tapika maneno yake na ishe, sababu hakuna siku ambayo anaweza rudi hapa na chakula. Akirudi ni siku moja Januari, maybe out December wanga ananunua wako unga jafati peke yake kufurahisha mtoto wake huyu mmoja huyu. Lakini kila siku anaamka usubuhi anaenda kwa maduka huko. Akikuja kitu saa 7 anakimbia mbio, anatembea ni kama remote. Anakuja niandalie yako chakula. Tutaandaa mpaka siku gani? Chenyewe hakuna. Sisi jana tulilalia mchele. Kaka. Una mikono mingapi hapo? Si miwili kaka. Wa kushoto na wa kulia. Si kazi zikifanyika wewe zinafanywa na mikono yote. Shemeji. Kwa hiyo siku ambayo nimekosa mke wangu akipata wanakula peke yao. Kwa nini? Disemba sasa mwezi wa 5, sasa mwezi wa 5. Inatosha. Shemeji. Hilo swala niachie mimi. Naomba uingie chumbani ukapumzike. Kaka. Na umwambie maneno kurandaranda kwenda kwa maduka kusimama huko na maneno ni kama mwanasiasa huyu
aende tu, lakini akipata kitu atuletee, sio kumalizia kwa anakuja. Basi ni sawa, acha nione. Najua mpaka tena kunitolea hapa stress nyingine. Hata mimi sitaki sasa. Unaona nanyimwa chakula huko. Kakangu. Bwana unakosea. Vipi tena unakosea kaka? Aje. Wewe ni mwanaume. Mwanaume sio jina tu. Mwanaume, jambo la kwanza ni kujituma. Bana, kazi zipo nyingi. Unaweza kufanya mjengo, unaweza kulimia watu ili upate fedha za kukimu mahitaji ya familia yako. Ni laana sana mwanamke kulia kila usubuhi, kila uchao, kila jioni mwanamke analia eti kwa sababu yako. Hii ni laana kwa maisha yako kakangu. Huyu ameshiba. Anazungumzia juu ya chakula. Mimi ndo nafinyika na njaa hapa ndugu yangu. Kakangu, mimi nataka nikusaidie kwa ushauri. Kuna kazi nyingi za kufanya. Jitume ili hata pia na familia yako ikuheshimu. Mtoto wako akuheshimu. Jitume kakangu. Ndugu yangu, mahali ambapo hujaajiriwa permanent. Kazi zetu za kuamka tukitafuta reja hizi. Hauwezi sema kwamba utaenda tu ushatabiri nitapata pesa nilete nyumbani. Unaweza enda ukakosa, na kipindi napokosa tu basi ndio ugomvi nyumbani. Na mke wangu naye pia ni mfanyikazi vile, akiamka asubuhi ana haso, lakini wakati akipata mimi nanyimwa. Kaka, wakati mimi nikipata tunakula wote. Inaashiria nini? Sikiza. Hayo maisha unayoishi sio mazuri. Hata mimi unavyoniona hivi, sio kwamba eti nafanya kazi nzuri au labda nimeandikwa serikalini. Mimi na haso. Kakangu, ni kujituma tu na kujitahidi kama mwanamume. Nimekuelewa ndugu yangu. Kaka, sio kufikiria. Kesho asubuhi ukiamka, basi njoo hata unione. Tuondoke sote twende tukahaso bwana. Hilo sasa ndo neno.